Na mtazamaji wa Kawabe Media, karibu kwenye mbilinge za kimichezo. Mbele yako ni shabiki wa Simba Sport Club, Mwaipaya OG. Zoepaya heshima yako. Marhaba, vipi hali jamani watu wa Kawabe Media? Wema. Namshukuru Mwenyezi Mungu alitujalia afya mpaka tumedunda mpaka leo tupo salama. Na vile vile kwa sababu tunapenda kumshukuru kwa sababu hii hewa la atulipia hapa. Mvua na jua zote zinakuja kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunamshukuru kwa hilo, tuko salama kabisa, tuko kamili. Tunaangazia mambo ya kimichezo ambayo yamegubikwa na sitofahamu nyingi zaidi. Mzee Mwaipaya OG, tuanze hapa. Bodi ya ligi imetoa tarehe rasmi ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu sana na wapenda soka, wapenda kandanda, ila upande wa pili wako pale wanasema hawachezi. Bodi ya ligi tulikuwa najua walikuwa wanacheleshwa tarehe ya kupanga, na kama angekuwa walitusiza sisi ambao tunauelewa mpana kabisa mpira Tanzania, ilikuwa ni tarehe itakiwa wapange hata kabla jamaa ndugu zetu walikuwa hata walivyokuwa wanakwenda kasi, kwa sababu kule kasi kesi yao ya kasi ilikuwa haina mashiko. Walikuwa wanatakiwa wapange huko. Yaani tulikuwa tunawaambia hao wanapeleka kesi kasi lakini haina mashiko, kwa sababu FIFA wameshabadili utaratibu wa kuyaendea masuala ya michezo. Zamani hata mahakama ya mbuzi ilikuwa inasimamisha mpira Tanzania. Mahakama ya mbuzi? Mahakama ya mbuzi na yani inasimamisha mpira Tanzania. Kwa hiyo wao walijua ni kasi ni kama mahakama ya mbuzi. Ndio walivyokuwa wanajua. Tuliwaambia kwanza watoke kule, waende kamati ya maadili. Kamati ya maadili ikishafanya shughuli yao pale, wasipolizika na ile jambo lile, waende katika kamati ya rufaa. Kamati ya rufaa wasipolizika na maamuzi ya kamati ya rufaa, wanachukua hukumu ya kamati ya rufaa, ndio wanakwenda nao kasi. Na tulimwambia Engineer Isi, na ndio maana napenda kumfundisha sana huyu mdogo Engineer Isi, umeelewa? Kwa sababu kwenye mpira bado ni mgeni sana kama katika masuala ya kisheria. Na vile vile kwanza napenda kumkumbusha kwamba kasha saini katika kuna fomu ambao wamesaini viongozi wote wa vilabu kwamba wataitia hata bodi ya ligi watatii mamlaka ya nini. Na Engineer Hersi na jopo lake zima wamesaini. Akiwa kama ni rais wa Yanga na kasha saini pale. Kwa hiyo yote yanayofanya ni kuzugazuga. Tunajua kabisa kwamba usipotimiza malengo fulani unakiuka maadili ya taratibu na unaweza kufungiwa. Umeelewa mpaka hapo? Kwa hiyo tuliwaambia kwamba waende katika kamati ya rufaa. Baada ya kamati ya rufaa, kama kamati ya rufaa imetupilia mbali ile shauri lao, wanachukua tupeni hukumu. Wakishapewa hukumu, wakienda kasi ndio wanaanza pa kuanzia pale. So umeelewa mpaka hapo? Lakini sasa wenyewe wameenda moja kwa moja tumekwenda kasi. Wanawashauri, wanasheria, kuna mwanasheria mkubwa kabisa, sina mwanasheria nguli ana zaidi ya miaka 40 katika mpira wa Tanzania. Alex Mgongoro amefeli wapi? Labda shinikizo la viongozi waliona huku nyuma, huku chini hapa elewi, shinikizo lao akaamua kwenda moja kwa moja kasi. Huwezi kuwa unasema upaelewi wakati kwanza hata udhamini wenyewe baadhi yani mtu wao ambaye anadhamini klabu ya Yanga kaleta udhamini katika klabu 8 ambayo sio ruhusa kabisa, yani sio kisheria kabisa ya FIFA, lakini TFF wamechukua. Na ndio maana tuko tunalalamikia udhamini huo. Wewe unasema hauiamini bodi ya ligi, wakati bodi ya ligi hiyo ilivyokuwa inatangaza hundi ya GSM kudhamini timu 8 kipindi ligi, yani ligi nzima ile pale, wakati kinyume cha sheria, wewe ulishiriki. Walifurahi. Na walifurahi, tuliona mama Kalebele kashika hundi. Tumemwona Haji Manara kashika hundi. Engineer AC, mwanasheria wa GSM yupo. Sasa jamani, huyo yani baniani mbaya, kiatu chake dawa, si ndio hivyo, umeelewa? Mnachukua ubingwa pale, mnafanya nini? Sisi tunasema mimi hata sifahamu. Mnafanya sherehe, mnasababisha yani watu wanaibiwa hapo Kariakoo pale simu. Mnapita na watu zaidi ya milioni 2, si milioni 2, yani ile eneo ndogo leo unapita na watu milioni 2 kwa sababu ya kombe tu. Bodi ya ligi ni hii ambayo unalalamikia. Sisi tumeanza kulalamikia bodi ya ligi toka zamani, kwa sababu klabu ya Simba inapenda haki. Inapenda haki ifanyike haki. Nasimamia kwenye haki mzee. Haki klabu ya Simba. Tulishazungumzia bodi ya ligi kuhusiana kwamba kwanza tulipiga vita ule mkataba ule wa vilabu 16 vile alivyodhamini GSM pale. Baada ya muda ule mkataba wakauvunja. Sasa alivyovunja tukasema tunatia shaka. Inakuwaje kipindi kile kuna mwanasheria wa bodi ya ligi yuko pale, mwanasheria TFF yuko pale, mkataba umevunjika.
anatoka sasa from nowhere, anatoka yeye mwenyewe anapigia simu labda Pamba, jamani Jones ingie mkataba nani mnidhamini nani sasa kaa wenyewe mezani. Kaa wenyewe mezani pale. Hapo kuna jambo gani nani litatengezwa katika mpira Tanzania? Ndio maana sisi tukiwa kama muhimili namba 4 wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye inaoongozwa na mwanamichezo namba 1 Mama Samia Suluhu Hassan, huwa hatukubali kuona upumbavu unaendelea huwa. Nyie na wao wote nyie ni muhimili namba 4 au nyie tu? Sisi tu hawa hawapo hawa kwanza wana point ngapi nani? Wakubwa kwenye soka letu. Hawana ukubwa. Yaani ukubwa zuzu tumeelewa. Makubwa zuzu tu. Makubwa zuzu tu. Yaani wametangulia kuzaliwa lakini mazuzu. Kiaje mazuzu? Hawana akili yani kwani hivyo mfahamu mtu zuzu? Yaani mtu zuzu mshipa fahamu mkatika. Hauleti nani? Sense. Umesikia hauleti mawasiliano mshipa fahamu. Ndio maana amekomalia tucheze. Yaani zuzu anaweza akawa amevaa nguo lakini asijue kama anakavaa nguo. Okay. Zuzu unaweza kumfinya lakini asipate hisia kama kafinywa. Ndio ndugu zetu hao. Ndio maana amekomalia tucheze. Tucheze. Sasa unasema nani ucheze wewe? Balona unampelekea nani sasa? Kwa sababu kule kasi ulikokuwa unapeleka kule kasi kule ndio chombo kikubwa kabisa, ndio mahakama ya dunia ya masuala yote ya michezo yote bana. Ukitaka masuala ya ngumi yakiharibika masuala ya ngumi kuna kasi vile vile. Kuna kitengo cha masuala ya ngumi. Ukitaka sijui basketball kuna masuala ya basketball. Ukitaka riadha nenda kasi kule kuna kitengo. Ukitaka masuala ya football pale. Na hawa hata FIFA hawa kasi kule hawana nguvu. FIFA ni wajumbe tu wa kasi. Wanaitwa kama mnavyoitwa Simba, wanavyoitwa kama Yanga nani au TFF nani. FIFA nao wanaitwa pale. Kasi. Wanaenda kasi. Yani ukiona na ndio maana kuna mambo mengine anaenda FIFA pale. Yani watu wakaenda kukata nufaa kasi pale, basi yanatenguliwa nani maamuzi ya FIFA kwa sababu FIFA ni chombo kidogo tu pale kinakuwa. Pamoja na kuwa kinaongoza mpira Tanzania na yani mpira duniani. Lakini kwenye mahakama ile kwa sababu ni mahakama kubwa ile pale. Mtu wa FIFA anabakia kuwa mjumbe anaitwa bwana wewe mbona umemuonea huyo? Sasa tulikuwa tunategemea kwamba vipi wangefuata utaratibu walikuwa wamekuwa na FIFA. Kwamba tunatoka hapa tumeonewa. Kwanza wangesubiri bodi ya ligi, yani kwa sababu wale bodi ya ligi haijatoa maamuzi. Hajatoa maamuzi kiaje? Wenyewe hapo tena analia kwenye bodi ya ligi wanasema kuwa bodi ya ligi imepanga tarehe tu ila zile sababu hazijaorozeshwa kuahirishwa mchezo kiundani hawajatoa mpaka sasa hivi, wenyewe wamepanga tu maamuzi. Kosa wale ndio nalo klabu ya Yanga kwamba bodi ya ligi yenyewe iliahirisha mchezo. Ile ni mambo ya kiutawala, sio maamuzi. Ule utawala ulitumika. Maamuzi ndio ya kupanga tarehe. Ndio maamuzi. Sasa ilikuwa natakiwa vipi msia? Kipindi kile ambacho yani kuna sitofahamu ya dabi kuahirishwa pale, umeelewa? Alafu wakaamka kesho kutwa yake. Wangewasubiri kwanza boy, yani mimi niko naona watu wenye subira, wangesubiri watu kwanza. Wangekaa kimya Yanga. Wala wangekaa kimya. Wala singepeka timu ya uwanjani wangekaa kimya. Walikuwa wanaogopa pale masaa 21 kukata. Naomba nielewe kitu kimoja. Wangekaa kimya, wangerekodi vitu ambavyo vinavyotokea viongozi wa bodi ya ligi wakarekodi kila kitu. Wangekaa kimya tu. Alafu akasubiria wamepanga tarehe bodi ya ligi bwana. Si ilikuwa tarehe 8, wamepanga tarehe 15 mwezi ule ile mwezi iliyopita ile pale. Pale ndio angekuja na sitofahamu kwenda kasi. Kwa sababu tayari uamuzi umeshafanyika bodi ya ligi kupanga tarehe. Sasa pale ndio mashaka yao wangepeka pale, wangesimamia pale bwana wamepanga tarehe, tunataka watu waeleze waliahirisha kulikuwa kuna kitu gani. Alafu watu wa Yanga kwanza dunia nzima kama tu Yanga mnanisikia, napenda yani msio mnapenda kurusha matango poli na viongozi wenu. Kuna kitu kunaitwa mambo ya rushwa katika masuala ya michezo. Haya masuala ya kikiwa kuna kipengele cha rushwa, mechi inaahirishwa hata kama mko uwanjani. Hapo inaahirishwa. Hapo. Na mambo bisha kutokea sana duniani huko. Yaani kukiwa kuna viashiria vya rushwa, labda muamuzi nasemekana kapokea rushwa na ushahidi tayari upo, watu simpo uwanjani pale umetulia ili ufanyike uchunguzi. Timu pinzani imeshalalamika kama kuna jambo la rushwa, kwa sheria za FIFA mechi inavunjwa saa hiyo inaanza kushughulikiwa masuala ya rushwa. Sasa hawa wanakimbia kivuli chao kwa sababu barua ya Madam Zubeda kupeleka bodi ya ligi waligusia Simba waligusia na viashiria vya rushwa ambavyo havijaonekana, manake TAKUKURU hawajaingilia. Simba walikuwa wanataka wanaamrisha chombo hichi cha TAKUKURU kiingie kabisa, washirikiane na bodi ya ligi wachunguze malalamiko ya rushwa walizungumza Simba. TAKUKURU
Ibura hajatoa chochote, kimya. Sikiliza kitu kimoja, umeelewa? Yaani ni kwamba barua ya Simba ilielekeza. Na ndio maana bodi ya ligi wakaamua kuahirisha. Kwa sababu kuna vipengele vya kuahirisha mechi. Aidha kuwa kuna machafuko, kukiwa kuna viashiria vya usalama kuvunjika, na kukiwa kuna rushwa. Umesomea mpaka hapo. Sasa Simba wameandika kuna rushwa. Umeelewa? Nini maana yake pale? Sasa bodi ya ligi wakichungulia kuna rushwa pale. Wakisema ichezeke mechi wakati kuna viashiria vya rushwa, ina maana bane itawakuta hawa bodi ya ligi na TFF. Wamekiuka vipengele vya FIFA kuahirisha mechi. Na ndio maana barua ya bodi ya ligi kwenda kasi imeenda na kipengele kwamba tulipokea habari kama kuna michezo ya rushwa. Rushwa upande gani sasa habari ya rushwa? Simba walitoa baada ya kuona kama kuna sitofahamu nyingi zaidi ya kuzuiwa pale kuna uwanjani pale. Wameona imetumika nguvu kubwa zaidi ambayo ilitakiwa hiyo ni nguvu ndogo tu. Kwa sababu hizi kanuni tunaingia pale. Imetumika nguvu kubwa zaidi. Hasa miongoni mwa nguvu vile watu wakawa na wasiwasi. Hapa huenda kuna mchezo mchafu umepita pale. Warushwa wameshapita pale. Na ndio maana wakaoanisha pale. Hasa ilikuwa ni jukumu la klabu ya Yanga kwenye barua ambao waliwashaki na klabu ya Simba, itakiwa weke kipengele vipi? Tunataka hawa klabu ya Simba waithibitishie kasi kwamba hiyo rushwa ilikuwa ni ya aina gani na ni nani aliyehusika katika kipengele katika masuala ya rushwa. Umeelewa? Vinginevyo wasipothibitisha hivyo sisi tutawashtaki kwa sababu wametuchafulia sisi nani taasisi yetu. So mwenye hapa hapo. Lakini wenyewe ameenda kurupa wanataka pointi 3. Kasi wakasasi hatuna uwezo wa kuwapeni pointi 3. Hajamkaba Mpanzu wanataka alama 3. Wewe yani Mpanzu tu peke yake hujamkaba unataka alama 3. Kweli jamaa hiyo haki jamani? Nyewe waandishi wa habari hiyo haki jamani? Upande wao wenyewe wanasema haki. Mpanzu katoka huko kwao. Ameshuhudia Kayoko anapa goli ya goli ambalo sio goli. Mpanzu kaapa kabisa anambia mimi na wahitaji hata kesho kutwa hapa. Sasa jamani yani wanakataa yani Mpanzu asize naye. Kwa sababu sisi Simba sio nani. Tampa tu hapa yani Mpanzu ndio anahitaji sana hii mechi hapa. Mpanzu anahitaji mechi. Yaani anahitaji sana hii mechi hapa. Anahitaji washabiki wa Simba alama 3 na kumfunga mtani maana baada ya michezo 5 kupoteza. Sisi tunajua sasa tutakimbia hawa. Lakini yani Mpanzu analilia jamani chonde jamaa sikimbie. Na yuko tayari kulipa hata gharama zote ambazo za nini. Walizoanisha kwa nataka fidia. Nani Elia Mpanzu, Kibisa wala Volcano au wifi ya nchi. Yuko tayari kulipa gharama zote. Kwanza kesi mlioshindwa pale atalipeni gharama na yuko tayari kulipa gharama zote fidia za ili mradi nyinyi mje kumkaba pale uwanjani. Gharama zote analipa yeye. Analipa Mpanzu. Mpanzu huyu goli kwa Mpanzu huyo. Kwa Simba analipa bei gani Mpanzu? Bwana wewe ni hatari kulikuli yani. Yaani wewe hujui tu lakini yani nyuma kamera naweza nikakwambia yani kima ambacho anacholipa Elia Mpanzu na kuna makampuni makubwa ya biashara wanataka yani aya brand Elia Mpanzu umeona mpaka hapo na ndio maana akasema na mimi sitakuwa na raha bila kukutana na hawa watu bila kukutana na huyu na Ibrahim Banka bila kukutana na huyu Dickson Job bila kukutana na huyu boxer wao nani huyu bondia huyu nani bondia nani wanamuita nani huyu si huyu nani fullback yao namba 3 huyu bondia nani tumtaje na jina kabisa kwa sababu watu muogopi mtu hapa. Ni nani huyu jamaa katoka Kongo huyu? Isaka Boka Shadrack yule msia. Yule kule aligaragaza zaidi ya mara 7 kule. Akaambia mimi siwezi kukubali. Yaani mimi niondoke klabu ya Simba bila hawa watu wa kucheza nao hapa. Ila wenyewe kwa maamuzi yao wanasema wako radhi kupokwa alama 15 ila mchezo huu hawacheze. Pengine kwa hii Young Africans paka anatoa msitizo kama huu kuna ugumu ambao upo paka kuchezwa huu mchezo. Aidha wanataka baadhi ya watu wajiuzulu ili wacheze mchezo. Wa kwanza kujiuzulu anatakiwa ajiuzulu engineer LC. Ajiuzulu engineer LC. Ajiuzulu huyu makamu wao na Alafat Haji ndio wa kwanza kujiuzulu katika masuala katika sekeseke hili hapa. Kwa nini sio ajiuzulu? Wale ndio kwa nini waliwapeleka mabausa pale kwenda kuwazuia klabu ya Simba katika wanajua kanuni na ruhusa. Na tunataka tunataka kuangalia vipi msia wapeleleze simu zao zilitumika vipi siku ile wakati mechi inaahirishwa. Waliwasiliana na watu gani? Kwa sababu wale ndio walikuwa ni viongozi wa klabu ya Yanga. Wale kuna
kuhusiana wale masteward. Mimi ninachojua kabisa kwamba hata huyu nani Murtaza Mangungu lazima timu inavyoenda uwanjani, lakini mawasiliano lazima awe nayo mwenyekiti. Simuelewa? Yaani Murtaza Mangungu lazima ajue timu yake imetoka kambini saa ngapi, tunakwenda uwanja wa Taifa kufanya mazoezi saa ngapi. Lazima anajua, na simu yake lazima itumike kwenye mawasiliano. Na mimi na uhakika kabisa kwamba simu yake na engineer hizi na huyu Alafatiaje zilitumika siku ile. Wakizifuatilia atakuta labda kuna masuala yale kati ya makomando wale wanaongea ambao wameisia ambao lazima apate mamlaka, yani lazima apate amri kutoka kwenye uongozi wa klabu ya Yanga. Hiyo haina kificho, imesia. Timu ya Yanga inavyoondoka sehemu lazima engineer isi ajue, Alafatiaje ajue timu hii ya Yanga inaondoka hapa, itapita kituo hichi, itapita kituo hichi hapa. Hiyo inajulikana. Mimi nachoona kwamba amebugi engineers katika masuala ya mpira. Kwanza kutokuwa mweledi katika kuongoza, kwa sababu huwezi kuwa tunasema ati wewe timu mwenyekiti wa vilabu barani Afrika afu unashinda kujua hata nini mambo ya sheria. Nini hajui sheria? Yeye kabuki kitu gani? Baada ya kuitisha mkutano ule na Haji Sande Manara, waliubariki ule mkutano ule pale. Na ule mkutano ndio umemuumiza engineer Mesia. Manara ndo kamuumiza engineer. Muumiza sana, na mimi nilikuwa najua sasa ili kuna kosa nafanyika kubwa katika viongozi wa klabu ya Yanga. Hakuna kosa kubwa zaidi kama ile la kumruhusu mizaje sasa mzee. Aha. Ingekuwa interview kama hii hapa hii. Hii interview tunayofanya hapa, mimi viongozi wa kina Mangungu wala hajui kama tunafanya interview. Sio mwenye mpaka hapo. Lakini nikiita press ina maana lazima niwe na baraka ya uongozi wa klabu ya Simba. Nazungumzia kitu gani? Kwa sababu watakuja hapa ITV, watakuja Ayoma, watakuja Ayo TV, sio watakuja yani media zote, TBC, wote watakuwepo hapa. Sio mpaka hapa. Itakaa kwenye meza, mic zao zitakuwa chini pale. Kwa hiyo hata viongozi wa klabu ya Simba atakao nasubiria kinazungumza kitu gani? Lazima niwe na baraka na uongozi wa klabu ya Simba. Nini kinaenda kutokea pale? Manara alivyoitisha ile press ile pale. Manara kwa ushawishi wa watu wa Yanga na ushawishi mkubwa. Simuelewa. Alivyoitisha ile press ile pale kuja kuzungumzia tu kwamba tu kuwaita wanachama wa klabu ya Yanga wajitokeze kuitetea timu yao. Pale ilikuwa ni kosa kubwa sana yani kwa pande ya viongozi wa klabu ya Yanga. Kwa sababu pale wameshaingizwa mkenge pale. Viongozi wa Yanga kwa sababu Manara yeye aliwatagi watu mashabiki na wanachama. Na akaambia aje kutoa matamko. Kuambia Manara kwa sababu akatoa tamko pale na akawaambia engineer wewe, narudia hata kwenye press yake, usikubalie wewe ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, usikubali na haya masuala haya. Pale tayari alikuwa ameshamtia ujinga pale. Kwa sababu wanachama wa Yanga wale tayari wakawa wamepokea ile press ya Manara ile, wakaifanyia kazi, tukaona matamshi yanaanza kutoka pale. Nini maana yake pale? Uongozi kama umejificha, hujatoa jambo la aina yote. Umekaa kimya. Sisi tumewakumbusha kuambia hili ni kosa. Yaani katika masuala ya uongozi Haji Manara hayupo katika uongozi wa Yanga. Haji Manara kabakia kuwa ni shabiki wa klabu ya Yanga, umeelewa? Ni shabiki, kama ni mwanachama, kama alimpaga kadi hatujui. Lakini kabakia kama ni shabiki. Lakini kumpa ile power ile ya kuzungumza katika vyombo vya habari na kuwahitaji wanachama klabu ya Yanga kwenye kadi zao kwamba waitishe mkutano wanachama yani nchi zima, watoe tamko kususia ile mechi ile pale, ilikuwa ni kosa kubwa sana la kisheria pale. Lakini viongozi wa Yanga sababu wanauelewa mdogo, wakaa anajua kama anasifia, kumbe alikuwa anapaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Sasa hapa ndio walipofikia pale. Ukipeleka timu engineer, ina maana uondoke kabisa, yani njia nyopo uondoke. Umekiuka makubaliano ya klabu ya Yanga. Na usipopeleka timu, ina maana unaenda kuigharimu klabu yako ya Yanga. Wale vile watakutimua pale. Msasa kuna Magoma yupo anataka timu yake. Magoma yupo? Anaitaka timu yake Magoma. Huyo hapa anasikilizia. Hapo anasikilizia. Na ndio maana Magoma kashawaambia kabisa bwana, mimi nataka timu yangu icheze. Umeelewa? Huyo Magoma anataka timu yake icheze kwa sababu anajua kabisa athari ya kushushwa daraja. Magoma hana uwezo wa kurudisha tena Yanga katika ligi. So umeelewa mpaka hapo? Na ndio maana tumeona kuna kwa habari za kiintelijensia kwamba wameandika na mchambuzi mmoja Hans Raphael anazungumza kwamba Yanga wameandika barua ambayo ina kurasa, yani ina kurasa 167 kupeleka serikalini. Sasa wewe umeshindwa kazi unapeleka serikali inahusika na mpira? Labda kule wanaamini watapata haki yao. Mama Samia Suluhu Hassan yeye kazi yake kujenga madaraja, mabarabara, nchi inakaa katika level nzuri zaidi. Masuala ya mipira
kasha masuala ya mpira, yeye hahusiana na masuala ya mpira. Umeelewa? Mama Samia Suluhu Hassan serikali yake, labda tuwafahamishe, serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan haihusiani na masuala ya mpira. Kwanza anaheshimu taratibu za FIFA. Umeelewa? Anaheshimu taratibu za FIFA, haihusiani na masuala ya siasa. Yeye anatusaidia tu katika masuala ya mpira. Anasaidia. Yaani yeye anatusaidia tu. Kwamba wala hapangi viongozi. Yeye bana goli shilingi milioni 30. Kama ile goli la finali milioni 30. Goli lenu nyinyi, na nyinyi mmepewa ofa kubwa kabisa nyinyi. Nyinyi mmeshika kwenye raundi za awali milioni 5 siji goli moja pale. Mmeitia hasara serikali. Rudisheni hela. Wamekula la nyingi. Warudishe hela, huwezi kumfunga Burundi goli 10 kachukua la serikali wewe. Hela wavuja jasho. Huwezi kumfunga sio Ethiopia si goli 6 pale kwa raundi za awali. Hela inahesabika huku ukiingia kwenye makundi. Hela inahesabika. Sasa wewe na kumfunga mtu yani raundi ya awali pale yani kwenye makundi Yanga kachukua bei gani? Hajavuna sana. Kachukua bei gani? Kashinda goli 2, kashinda goli 2, goli 3, hajavuna sana. Milioni 15. Lakini kwenye raundi ya awali kachukua hela ndefu. 85, milioni 85. Hizo yani hizo walala wote tunataka hizo hela engineers zirudishe kwa sababu mmezulumu na serikali. Huwezi kucheza na Burundi mechimbiza chezo cha mazi pale. Ukachukua hela ya serikali hata siku moja pale. Inawauma hata nyie Simba Yanga kuchukua matumizi yani matumizi mabovu ambayo yani wamesababisha serikali kwenye matumizi mabovu kwa sababu huwezi kuifunga Burundi goli 10 ukachukua hela ya serikali wewe. Nenda hapa kwenye nani hapa Osia. Nenda kwenye kamfunge Libenge. Chukua la serikali tutakupigia makofi. Alimfunga Libenge goli 2. Kafunga wapi? Goli 1 hapa sikachukua miche miwili pale. Kwenda kule sikapata goli 1 pale. Kaenda. Wana Yanga wamuulize engineer Hersi. Kwa nini hawajaenda makundi? Kwa nini kila Dickson Jobu mwaka 2022 Dickson Jobu tulikuwa tunamuona Algeria analia kukosa kombe la kafu. Lakini Dickson Jobu huyo tumemwona kwenye finali ya Mapinduzi analia kuingia finali. Yaani aone vitu tofauti. Kuingia finali ya kombe la Muungano. Anaheshimu labda. Yaani uheshimu, yani hivi unaenda mbele unarudi nyuma. Yaani mwaka 2022 tumemwona Dickson Jobu macho yake anatoa machozi. Abdalla Msheri nani Msheri anatoa machozi kwa sababu wameenda kuligusa kombe lile pale la kafu lile Mesia. Wanaligusa wamelikosa. Lakini haijapita muda tunaona Abdalla Msheri na Dickson Jobu wanalia na kumbatiana kwa sababu ya kuingia finali kombe la Muungano. Big up sana Dickson Jobu kwa sababu najua kwamba kombe la Muungano nalo ni kombe nao tunawekeni katika lenki ya kafu. Mko nafasi ya 3 kwenye kombe la kafu. Okay, shukrani. Asante kabisa.